Leo ni leo, asemaye kesho muongo. Leo ndio siku ambayo wananchi wanashuka dimbani kucheza na Mtibwa Sugar. Mtibwa ya mzee wangu Tobias Kifaru leo inakwenda kukabiliana na Young Africans. Mchezo wa mzunguko wa kwanza, Yanga walibuka na ushindi wa mabao 2-0, lakini sasa kuelekea kwenye mchezo huo, afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe amekuja na taarifa mpya, taarifa kubwa ameweza kuizungumza kuelekea kwenye mchezo wao wa leo ambao watakuwa wanakabiliana na Mtibwa Sugar kwenye dimba la Jamhuri jijini Dodoma. Langu jina ni Alois Sagara, niko Mr. Hassani hapa. Yeye atatupitisha kwenye takwimu ya timu zote mbili ambazo tayari wamekwisha cheza michezo yao. Yanga na michezo 15, lakini pia Mtibwa Sugar amekwisha cheza michezo 16. Je, ni kipi ambacho amekwisha kukifanya hadi sasa kunako ligi kuu soka Tanzania bara ya NBC? Lakini taarifa njema zaidi ambayo natamani ni kujuze hivi sasa mtazamaji wa Data Sports ni kuwa Yas kwa kushirikiana na Data Sports wanakuletea bwana router za 5G kutoka Yas zenye kasi ya ajabu, kasi ambayo itakuwezesha hata leo wewe kuweza kustream mchezo huu mubashara kabisa kupitia kwenye platform mbalimbali, haswa kwa watu ambao wanarusha michezo hii ya ligi kuu kwa maana ya Azam TV. Router za Yas zitakupatia fursa hiyo bwana. Kwa hiyo jipatia kwako kwa shilingi 2,500, lakini ukishachukua hiyo 2,500 unailipia pia mwezi mmoja. Kuna kifurushi kuanzia 70,000 maji ni kwa mwezi, unalipia kifurushi hicho cha 70,000 na kuendelea kulingana na mahitaji yako. Lakini ni router ambayo inakupatia fursa ya kuunganisha watu takriban 30 kwa wakati mmoja. Imagine, hiyo ni furaha nyingine ambayo wewe na marafiki zako, ndugu na jamaa mnaweza mkaunganishwa pamoja na router za Yas zenye kasi ya 5G mkaweza kuenjoy bwana. Saizi dunia ni kijiji, na uweze kusema dunia ni kijiji kama basi hutumii router za Yas ambazo zitakuwezesha wewe kupata internet ya uhakika zaidi. Hassan Salam, subiri kabla tuwatakie watu kwanza heri ya leo hii Eid bwana. Leo japo wenzetu Kenya, Uganda, Rwanda na mataifa mengi sana duniani walifanya jana. Hii leo ni Eid Mubarak. Tunaomba tuseme tuwatakie wadau wa Data Sports wale wote kwamba heri ya Eid Mubarak, na tuwakaribishe kila siku hapa, kwa sababu wewe Hassani ni muumini wa dini ya Kiislamu. Wape mstari hata mmoja tu kusherehesha leo sikukuu ya Eid. Tuendelee. Umemzungumzia Tobias Kifaru hapa, yeye ndo anakuambia mimi ndo gwiji wa wasemaji wote nchini. Anakuambia mimi ndo nimeanza. Kuna wakati akiwa anatoa zile historia zake, anakuambia sisi ile Manungu tumeanza nayo hapa Turiani katikati ya miwa. Wakati umesema unataka kumweka Alikamwe, yule anaweza kuambia huyu ni mtoto wangu, hata anaweza kuambia huyu ni mjukuu kwenye tasnia ya usemaji. Gwiji kabisa bwana Tobias Kifaru mzee wetu. Mr. Pako, tuweke kwanza hapa Ali Shabani Kamwe watu waweze kumtazama kwa nzuri, lakini pia kumsikiliza kitu ambacho amekizungumza kuelekea kwenye mchezo wao wa hii leo dhidi ya Mtibwa Sugar. Sisi tumeshamaliza ule upepo mbaya 100%, tumeshaumaliza huo. Hivi vimechi hivi mwezi wa 3 hivi na vinapanguaga kimkakati Azam na TRA. Hivi vimechi hivi sio bahati mbaya, vinafatana hivi mwezi wa 3. Wewe angalia ratiba ya Yanga mwezi wa 3. Iangalieni vizuri. Nani? Dabi, Singida, Prison, Azam, TRA. Mechi 5. Ziangalieni vizuri hizo mechi hizo. Alafu moja katika hizo Young Africans yuko nyumbani, ilikuwa dabi. Baada ya hapo Azam ya kwake, Singida ya kwake, Prison ya kwake, TRA ya kwake. Nye kuna namna tumepitia maisha fulani hapa katikati hapa. Ndio vile tu ukishakuwa mkubwa uweze sana kuongea kila muda, ndio ukubwa huo. Huyo ni Ali Shabani Kamwe, afisa habari wa klabu ya Yanga. Asante, ukimsikiliza kwa uzuri zaidi anasema ule upepo mbaya tayari kwao ulishapita, na ametaja mfululizo wa mechi ngumu ambazo wamezicheza hizi mwezi ndani ya muda mfupi. Wamecheza mechi 5 zilizokuwa zinafuatana, mechi moja pekee wakiwa nyumbani. Kama unakumbuka dabi ya Kariakoo, Yanga dhidi ya Simba, ndio mchezo ambao Yanga alihesabika kuwa nyumbani, lakini michezo mingine yote 4 iliyosalia hapo dhidi ya Tanzania Prison, dhidi ya Azam FC, dhidi ya TRA United, hao wote walikuwa wanahesabika
inahesabika Yanga yuko viwanja vya ugenini. Sio inahesabika, alikuwa ugenini. Yes, viwanja vya ugenini, lakini anakuambia upepo ule mbaya wa kutoa hizi suluhu umetamatika, na mchezo wa leo wanarejea kwenye njia zao za kushinda michezo. Yanga ukitazama kikosi chao, Hassan Saddam wanakwenda kucheza dhidi ya Mtibwa Sugar hii leo bila Prince Dube, bila Depo kwenye eneo la ushambuliaji. Hiki anachokizungumza Ali Shabani Kamwe kina ukweli wowote? Yani mimi na mashaka na kauli ya afisa habari wa klabu, lakini kwa sababu ni afisa habari na istoshe ni mtu anaofahamu mpira, tukubaliane naye, naye, lakini tujaribu kuleta pingamizi. Unaweza ukakubali kwa hoja sawa. Unaweza ukakubali point, unasema point of correction, ndio point inaweza ikawa sawa, lakini ukataka labda kujaribu kuituia, ndio na challenge kidogo kwa fakti zako. Ndio kwa fakti, kutokana na fatiki inayoendelea ndani ya klabu ya Yanga. Huo ni ukweli, uchovu wa wachezaji. Tunazungumza Yanga huyu ametoka kucheza mechi yake tarehe 18 dhidi ya TRA United. Leo tarehe 21 atakuwa kiwanjani kucheza dhidi ya Mtibwa Sugar. Aloisi Sagara, ukijaribu kutazama hapo bado ni muda yale masaa ya timi, masaa 72 ya timi. Kwa bado kuna kitu kingine ambacho unaendelea ukiona anachokizungumza Ali Kamwe, ndio anatuaminisha kwamba wachezaji kwa hizi siku mbili ambazo wamezipata nazo hazijakamilika vizuri, tayari wamepona, wametoka Arusha kucheza na TRA United, wamesafiri siku ya jana, wamefika Dodoma. Wamefanya mazoezi jana, wamefanya mazoezi ya mwisho. Unaona, yani ujaribu tarehe 20 wamefanya mazoezi yao ya mwisho, hii leo mchezo. Kwa hiyo Aloisi Sagara kuna kitu hapo na kijaribu kielewa, anaweza katuambia. Tumejaribu kuona rotation alifanya mwalimu Pedro Gonçalves mchezo uliopita dhidi ya TRA United. Alianza na Mwanengo. Alianza leo lazima hapana, Mwanengo aliingia Depo kuumia. Kwa hiyo tunaenda na baada ya nani kuumia, Prince Melelo Dube kuumia. Kwa kauli ya Ali Kamwe, ni afisa habari wa klabu ya Yanga, anatuambia ndio unaweza kusema ni upepo, ni unakubaliana kwamba ulikuwa ni upepo ambao umewapitia Yanga kupata sare 2 mfululizo. Ushindi wenyewe waliopata dhidi ya Tanzania Prison dakika za jioni, wametoka kupata sare dhidi ya Simba, lakini walibuka na ushindi hapo katikati dhidi ya Singida Black Star. Kwa hiyo unaweza kusema matokeo waliokuwa nayo ni panda na kushuka. Walitoka kwenye sare ya Simba wakapata ushindi dhidi ya Singida, wakapata ushindi tena dhidi ya Tanzania Prison 1-0, wakaja wakapata sare dhidi ya TRA United. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba ni upepo ambao walikuwa wanaupitia, lakini bado Yanga wanafanya vizuri, ambacho naweza kukubaliana naye. Ndio ukitazama ratiba yao ilikuwa ngumu, kwa sababu wakimaliza hapa baada ya hii mechi ambao wakimaliza hii leo dhidi ya Mtibwa Sugar wanapumzika. Labda angenishawishi kwamba upepo mgumu utapita wakimaliza na mchezo wa ile, kutokana na matokeo watayapata. Alafu sasa watakaporudi naweza nikakubaliana, kwa sababu ukiangalia baadhi ya wachezaji watakuwa wanarejea ambao wana wiki 2, wana wiki 3. Tunamzungumzia Ibrahim Baka, Depo, Shadrack Kiboka, watakuwa wameanza na yule winga wa pembeni na Edmund John. Bado ukimtazama leo tunamwona Frank Asinka amecheza mechi iliyopita, tulimtazama ana vitu baadhi ambavyo bado hana, kutokana na kwamba hapati muda wa kucheza muda mrefu. Kuna ukimtazama Bakari Mamieto ambaye ndo alikuwa kiongozi wake, naye kuna vitu baada anavifanya kutokana kwamba alikuwa anacheza naye, hawana ile chemistry nzuri. Ya Bakari Nondo Mamieto pamoja na Frank. Kwa hiyo unaona kuna makosa ambayo endapo Kaparata angeliyatumia vizuri, striker wa TRA United angelipata magoli. Leo tungekuwa tunazungumza habari nyingine, kwa sababu kuna dakika za jioni huyu Frank Asenka alifanya makosa. Kuna vitu vingine ambavyo alifanyika. Kuna hata leo substitutions za mwalimu anazozifanya kuondoa baadhi ya wachezaji akaingiza baadhi ya wachezaji, bado zinaacha maswali. Kwa hiyo kwa kauli ya Ali Kamwe, walikuwa na upepo huu wa mwezi wa 3, unaweza kusema kwa upande wa Yanga haukuwa mzuri. Lakini je, kwenye mechi ya hii leo ambayo itachezwa majira ya saa 10, tutakubaliana na hiyo kauli yake kwamba upepo waliokuwa wanaupitia ni baada ya matokeo watakayoyapata na mpira watakaoucheza? Unaweza kupata alama 3 tukasema sawa, lakini umechezaje? Hilo nalo itakuwa ni kitu kingine cha kutazama. Unaweza kupata alama 3 lakini umeshinda kwa kushawishi. Umeshinda kwa kushawishi. Hapo nacho kitakuwa ndo tutajiridhisha kwa kauli ya afisa habari aliyotuambia kwamba sasa Yanga wametoka kwenye kile kipindi kigumu, na sasa hizi wananchi wataanza watoka kwenye kipindi, turudi wacheze mechi waliocheza dhidi ya Tanzania, dhidi ya Singida Black Star. Wakicheza ule mpira waliocheza na Singida Black Star, tutasema hapa Yanga sasa
kuna namna wamerudi sasa kwenye njia yao baada ya season itakapoisha ya break ya fupi ya national team itakapoisha, wakirudi sasa, hapo ndipo tutaamini moto wa Yanga utaendelea kwa mkali. Umezungumza vizuri sana Hassan Saddam, umetupitisha kwenye baadhi ya moment ambazo Yanga amepitia na afisa habari wa Yanga Ali Shabani kama pia ameweza kuzigusia, lakini mimi naitazama Yanga kwenye eneo la ulinzi kwa kusana kwa Ibrahim Baka na Dickson Job. Kuna kitu ndio kweli kinapungua kwa ukubwa sana, na hata mchezo uliopita kuna baadhi ya moment ambazo Djigui Diarra au imara wake pale langoni ndio ulihakikishia Yanga walau kuondoka na ile alama moja mbele ya TRA United pasipo kuwa na ubora wa Djigui Diarra pale langoni. Pengine hapo hivi sasa mimi na wewe tungekuwa tunazungumza habari nyingine kabisa kuelekea mchezo wa Yanga dhidi ya Mtibwa Sugar hii leo. Lakini pia kwenye safu ya ushambuliaji kuna pigo pia lipo. Dube alishindwa kumaliza mchezo wa TRA dhidi ya Yanga, akatoka akaingia Mwanengo. Taarifa zake zilitoka wakieleza kwamba amepata majeraha ya nyama za paja kwa maana ya hamstring injury na anaweza akakaa nje. Hii sasa taarifa rasmi kutoka kwa daktari wa Yanga Moses Etutu bado hajaja kutueleza, lakini kwa majeraha ya namna hii yana grade 1, grade 2 na grade 3 itategemea Dube amepata jeraha la nyama za paja la grade ipi, lakini mara nyingi ni wiki 3 hadi mwezi na miezi zaidi hata mwezi. Lakini lolote tu uliache kama hivyo. Huyo Dube tayari anakosekana leo. Depu taarifa zake tokea awali anakosekana, alikosa pia kwenye mchezo wa TRA na leo tena Depu anakosekana kwenye mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar. Kwenye eneo la ushambuliaji leo sasa tunaweza tukashuhudia mwalimu Pedro Gonçalves akaanza moja kwa moja na Mwanengo au akacheza na force number 9 kama kocha wa upande wa pili jinsi anavyofanya. Yes, na kuna wakati ilikuwa inamlipa. Kuna watu walikuwa wanacheza kwenye eneo lile sio washambuliaji halisi, lakini unaona attempts wanazozifanya, wengine mpaka kufunga wanafunga. Sasa leo pia kocha wa Yanga anaweza akapita na mbinu hiyo kwamba kucheza na force 9 na akawa ametibu walau kwenye eneo la ushambuliaji, upatikanaji wa mabao, kwa sababu hii Yanga ambayo tunaizungumzia ni kama bado inapambana na Yanga ya msimu uliopita. Bado hawa title contenders wengine ambao wanamfukuzia hawajawa kwenye level hiyo ya ubora. Tena pengine Yanga angekuwa ameshapiga hatua kubwa zaidi pasipo baadhi ya timu kufanya marekebisho kwenye dirisha dogo. Kwa mfano Simba ambaye pia tunamtaja kama title contender baada ya kufanya maingizo mapya saizi karejesha uhai. Hata Yanga pia anamuhofia, licha ya kwamba anacheza mechi zake, anajua nyuma kuna mtu ambaye nikifanya kosa anakuja anaweza kunipita na akachukua ubingwa akanipokonya taji ambalo nililichukua msimu uliopita. Tukiitazama hii Yanga Hassan Saddam jinsi inavyoenenda mpaka sasa, tuligusia juzi kati hapa takwimu zao na rekodi ambao bado wanaishikilia. Michezo 35 mfululizo ya ligi kuu ya NBC hawajapoteza. Msimu huu wamecheza mechi 15 raundi ya kwanza, hawajapoteza mechi yoyote, wameshinda mechi 11, wametoa sare mechi 4, wamekusanya alama nyingi za kutosha, wamefunga mabao mengi ya kutosha chini ya Pedro Gonçalves. Leo pia ni mchezo wa kwenda kuprove mashabiki wa Yanga na wanachama kwamba nyie mnanibeza, lakini mimi niko cha bora na ninastahili kukalia hiki kiti na kuiongoza Young Africans kuelekea kwenye mafanikio. Yaani upande wa kocha Alois Sagara, nikwambie kitu. Mimi nilikwambia huyu kocha ya wanayanga wanaona yanayoendelea. Sio kwamba hawayaoni. Ndio. Lakini wanasubiri at the right time. Wanatafuta point ambayo watadondoka. Wanatafuta point ambayo hapa tukikufunga unakuwa huna namna ya kujitetea huna. Yaani unajua sasa hizi unajua mtu kama ana mkataba, unajua swala ukishakuwa na mkataba kaka ni nacho ni kipengele kwamba tunavunja tunalipa stahili. Ili sasa uvunje mkataba wa mtu lazima uwe na sababu za wewe kuvunja mkataba. Hii leo Al Ahly bado wanahangaika na kocha wao ambaye wamemwachisha katikati ya msimu kabla hajampa timu Jethro Thorap. Kuna kocha alikuwepo hapa Marcel Kola. Yes, Marcel Kola. Sasa leo bado wanazungushana naye. Yes, anawadai. Kuna kipengele cha namna kukatisha mkataba wa mtu. Hasa kwenye hivi vilabu ambavyo huwa havisubiri havimpi muda kocha. Na ukimtazama Pedro Gonçalves ni kocha ambaye ana profile kubwa. Yanga walimtoa kwenye timu ya taifa ya Angola wakamleta kwenye klabu yao. Ina maana hata contract yao ile thamani ya mkataba ni nzito kidogo. Kwa hiyo ndio maana anachokuambia kwa sasa Pedro Gonçalves bado ana vitu vingi kichwani. Ndio. Kila ukimsikiliza kocha Pedro Gonçalves amekuja na mimi ndio maana nakwambia tangu niwepo huwa ana sababu zake kila press conference. Anajitetea sana. Siku ya jana kuelekea kwenye mchezo wa leo wa Mtibwa Sugar alikuwa na malalamiko as usual. Yaani sasa mimi shamzoea. Leo ataniambia uwanja
kesho ataniambia uchovu wa masaa 72 ratiba. Lakini vingine vinawalisia. Kwa hiyo yeye ataniambia vitu vitatu ambavyo nitakubaliana navyo. Na uhalisia uwezo kukataa. Ndio. Sababu anakuja wakati anacheza na Mtibwa mechi ya kwanza, nafikiri ndio ilikuwa mechi yake ya kwanza. Kwanza tumkumbushe mtazamaji kwamba Pedro Gonçalves mchezo wake wa kwanza kusimama wa ligi kuu ilikuwa ni dhidi ya Mtibwa Sugar ambao Yanga waliibuka na ushindi 2-0. Alifunga Mohamed Hussein Zimbwe Junior pamoja na Celestine Ekwa ambao alikati nzuri kabisa na akafanya vizuri. Kwa hiyo anapokwenda kucheza kwenye mechi ya hii leo majira saa 10 atakaposhuka dimbani kucheza, Pedro Gonçalves ana vitu vingi. Kumbuka kwanza alichokitengeneza alikama mimi tukumbushe ni winning mentality kwa wachezaji, kwamba mlizo yako kuiona Yanga ikishinda ambayo ni falsafa. Leo tunakuja tena kuanza kushinda kwa Mtibwa Sugar, ambayo ni falsafa ya mwalimu Pedro Gonçalves. Hata siku ya jana alikizungumza hichi kitu na amekuwa akizungumza mara kadhaa kwamba tunaenda wenyewe kila mchezo ni kushinda, haijalishi wanacheza na timu ndogo au Al Ahly. Kwa hiyo Alois Sagara, swala la kocha ana pressure za vitu vitatu. Na kocha anayaona yanayoandikwa. Siamini kama kocha hayaoni yanayoandikwa. Na anayasikia na anatazama. Na hata kama hajui Kiswahili ambacho ni lugha inayotumika, lazima atumie. Kuna sasa hizi teknolojia imeendelea. Anaweza kutafsiri kinachoendelea. Kwa hiyo mimi naamini kwenye mchezo wa leo ana pressure zake binafsi. Bado kikosi alichonacho kwa sasa mimi nikasema bado ni finyu, japokuwa ni kikosi kipana, lakini anakosa baadhi ya wachezaji wake ambao wangempa matokeo. Kwa hiyo naamini kuelekea majira ya saa 10 mwalimu ana vitu vingi vya kuwajibu wana Yanga. Kuhakikisha anawapa alama ili usemi wa alikama utiki cha kwanza hicho. Wapate alama 3 na wacheze vizuri, kuondoa baadhi ya masuala ambayo yapo ndani ya Yanga kwa sasa. Akimaliza hilo sasa, lakini endapo atadondosha alama, take this, tunampa na mtazamaji isikie. Endapo atadondosha alama, akipata sare inaweza ikawa sawa, wakasema ni muda wa msubiri. Lakini atakapodondosha alama 3 mbele ya Mtibwa Sugar, kuna jambo linaweza likafanyika hapa. Taarifa kwa umma inaweza ikaja. Hii Idi ya leo inaweza ikamwendea vibaya. Idi inaweza ikawa vibaya. Wenda asione pasa. Sasa tumalizie kidogo kwa gusia walao Mtibwa Sugar fomu yao jinsi wanavyoenenda kwenye ligi kwa ufupi sana tumalize. Maana baadaye mida ya saa 9 namkumbusha pia mtazamaji kuanzia pale majira ya saa 9 rasmi kuelekea mchezo huu wa Yanga dhidi ya Mtibwa Sugar saa 10. Sisi saa 9 tutakuwa hapa live kabisa kufanya uchambuzi. Kwa nataka saizi uwagusie kidogo sana kabla sasa ya kuja hiyo saa 9 kuwaeleza analysis fupi ya kwa urefu zaidi kuelekea mchezo wenyewe. Mtibwa Sugar iko nafasi ya 9 katika msimamo wa ligi akiwa na point 21 akiwa amecheza mechi 16. Karili nafasi ya 9. Ndio, alama 21. Hapo mechi 16. Mechi 16. Yaani hapo jaribu kutazama gap ya ligi yetu. Yaani michezo aliyocheza na alama alizonazo. Yaani hakuna utofauti mkubwa. Yaani kwa maana kidogo ndio hiyo michezo 21 nayo alafu alama alizonazo. Ukimtazama Mtibwa Sugar kwenye michezo yake 5 ya mwisho. Hasa nikitazama tu michezo yake 2 ya mwisho ameruhusu magoli 6. Na mpaka sasa ukiyatazama wamefunga magoli 13, wameruhusu mabao 17. Hizo ni hata huyu Yanga ambaye mmemzungumzia unaweza kusema hana Principal Melodupe, hana Depu, yuko na Mwanengo, yuko na Samuel Mwanengo, ana uwezo wa kufunga kutokana na safu. Ukiachana kuwa safu ina watu bora ambao wana uzoefu wa ligi kuu ambao tunazungumza. Safu ya ulinzi ya Mtibwa Sugar na watu ambao ni wazoefu wa ligi kuu. Leo unamwangalia golikipa aliyopo golini Costa Malime ni unaweza kusema kwa sasa Constantine Malime ni golikipa bora ambaye unaweza kusema kuna baadhi ya mechi ameziokoa yeye binafsi. Kuna baadhi ya mechi za Mtibwa Sugar ameziokoa. Kwa hiyo unaweza kusema kuna Oscar Masai pia pale, Oscar Masai ambaye ni mkongwe zaidi. Unaweza kusema ni mkongwe na hata miaka takriban 6 mpaka 7 ndani ya ligi kuu. Anachokifanya leo yuko Mtibwa, kesho yuko Mbeya City. Yeye ni kazi tu kuzizunguka zile timu za madaraja ya chini. Kwa hiyo unaweza nikasema Yanga wana nafasi kubwa ya kupata ushindi na ushindi mnono, lakini endapo Mtibwa Sugar wakicheza kwa nidhamu, tulichokiona kwa TRA United alichofanyiwa Simba dhidi ya Pamba Jiji kikiwa alert kwa Mtibwa Sugar na Pedro Gonçalves na kikosi chake, mimi naweza nikasema cha kuchechemea. Kwa maana anakosa wachezaji wengi ambao walikuwa wanapatikana kwenye kikosi cha kwanza, sasa hizi wengi wanauguza majeraha. Kwa hiyo neno lako la mwisho kabisa kwamba leo Pedro akipoteza alama 3 zote kuna jambo akipata sare unaweza kumvumilia, ila alama 3 akipoteza alama 3
Taarifa kwa umu unaweza kuiona imepiga. Huyo ni Hassan Saddam bwana, anamaliza. Anamaliza anasema kwamba endapo kwenye mchezo wa hii leo wa Yanga dhidi ya Mtibwa Sugar, Pedro Goncalves atapoteza alama 3. Endapo, zingatia neno endapo. Atapoteza alama zote 3, basi taarifa ya umma inaweza ikatolewa kwamba huku nyuma alikuwa anavumiliwa, alikuwa anavutiwa kasi kidogo, anamsubiri pale atakapodondoka, huku alikuwa anajikwaa. Sasa kujikwaa, tunasubiri kitendo cha kudondoka. Sasa wanasubiri atakapodondoka, taarifa kwa umma iweze kutolewa. Pengine leo kwenye sikukuu ya Eid al-Fitr inaweza kuwa mbaya kwa Pedro Goncalves endapo atapoteza alama 3 mbele ya Mtibwa Sugar. Langu jina ni Alois Sagara, nilikuwa na Hassan Saddam, lakini nakukumbusha kwa mara nyingine tena, ifikapo majira ya saa 9 usikose utufuatilie, tutakuwa live au mubashara kabisa hapa ndani ya Data Sports kufanya uchambuzi wa Mtibwa Sugar dhidi ya Yanga ambao utakwenda kuchezwa majira ya saa 10, ila sisi saa 9 tutakuwa hapa kwa ajili ya uchambuzi wenye utondoti. Mimi Alois Sagara, Hassan Saddam, na atakuwepo hapa muongoza jopo hilo ambaye ni Florence Lenatus. Nyuma kamera ni Mr. Paco, anasema leo utakuwa ni mchezo dume kweli kati ya Mtibwa Sugar dhidi ya Yanga. Bye bye, tukutane tena majira ya saa 9 kwa ajili ya uchambuzi live.